Karibu tena Rogers Recap. Kwenye video ya leo tutapitia movie ya kusisimua na kufurahisha itwayo Zombie Apocalypse. Kabla ya kuanza na kutakia siku njema na yenye furaha. Pia usisahau kulike na kusubscribe kwa movie nyingi zaidi kama hii. Filamu inaanza katika maabara ya kibiolojia. Mfanya usafi mmoja akaingia humo kimakosa, akaona mwanaume amelala kwenye kitanda cha hospitali. Mishipa ya damu ya mwanaume huyo imevimba na ikaonekana wazi kabisa. Hakuwa na wazo ni nini kimekuta mtu huyo, hivyo akaamua kuangalia kitambulisho chake. Ghafla, mwili ule ukatikisika kidogo. Hii ikamtisha sana mtu huyo. Akiwa karibu kukimbia, kifaa cha kufuatilia hali ya mgonjwa kilicho karibu kikaanza kupiga kelele. Akajua yuko kwenye matatizo makubwa, hivyo mara moja akaanza kumpa huduma ya kwanza mwanaume huyo. Kwa mshangao wake, mkandamizo kidogo tu ukafanya kifua cha yule mtu kupasuka. Kisha ghafla, mwanaume yule akarejea kwenye uhai. Kwa haraka sana, akamrusha mfanya usafi upande wa pili wa chumba. Wakati huo huo, mkuu wa wanasayansi bado alikuwa kwenye mashine ya kuuza vitu akinunua paketi ya chipsi. Hakuwa na wazo kilichoendelea maabara. Mfanya usafi aliyeambukizwa akapita karibu naye, lakini daktari hakutambua chochote. Daktari alipoanguka, virusi vya zombi vikaanza kuenea kwa kasi kama moto wa nyika. Siku iliyofuata, kundi la wavulana wa skauti likapanga safari ya kupiga kambi usiku. Kiongozi wa skauti Rogers akagawa majukumu kwa kila mtu, kisha wote wakaelekea nyumbani kuandaa vifaa vyao. Hata hivyo, Ben na Carter wakataka kuachana na uskauti kwa sababu wao si watoto tena, wakaona ni wakati wa kufanya mambo ya kikubwa. Wakiwa wanajadili jinsi ya kumwambia kiongozi wao, hawakumuona paa aliyekuwa barabarani na wakamgonga. Mgongano huo ukaharibu kabisa tairi lao. Wakiwa wanabadilisha tairi la akiba, wakaona gari likija upande wao. Alikuwa ni dada yake na Carter, Kendall, pamoja na marafiki zake. Ben alikuwa na hisia kali sana kwa Kendall, lakini alijihisi mnyonge mbele ya mpenzi wake mwenye mvuto. Wakiwa wanazungumza, wakagundua kuwa yule paa aliyekufa ametoweka ghafla. Ben akaenda kuangalia akiwa amechanganyikiwa sana. Kisha Carter akaruka na kumtisha vibaya. Ikageuka kuwa mpenzi wa Kendall amewaalika kwenye sherehe ya siri ya wanafunzi wakubwa usiku huo. Carter akasisimuka na hakujali kuhusu paa aliyepotea, lakini Ben alikuwa na hisia mbaya kuhusu jambo hilo. Wakati huo huo, kiongozi wa skauti Rogers akawa njiani kuelekea kambini. Sauti ya ajabu ikamvutia. Kwa udadisi akasukuma matawi pembeni ili aangalie. Ghafla, paa mwenye wazimu akamrukia na kumwangusha chini. Rogers akatambua kuna kitu si cha kawaida. Kwa nini paa huyu alikuwa na ukali kiasi hicho? Hivyo akatoa kisu na kumuua kabisa. Lakini aliposimama, wigi lake likaanguka kimakosa. Haraka akaliweka tena kichwani. Akaanza kuutukana mzoga wa paa, bila kujua kwamba paa huyo tayari alikuwa ameshakufa hapo kabla. Alipogeuka kuondoka, zombi akaruka kutoka nyuma na kumvamia. Kufikia wakati huo, Ben na Carter wakawasili kambini. Wakakutana na Augie ambaye alikuwa akiwangoja kwa muda mrefu. Kwa kuwa Rogers hakuonekana, watatu hawa wakaanza kusimamisha mahema. Wakasubiri hadi usiku ukaingia, lakini Rogers bado hakuonekana. Usiku wa manane, Ben na Carter wakatoka kisiri kwenye hema lao. Wakapanga kumtoroka Augie na kuelekea kwenye sherehe ya Kendall, lakini Augie akawakamata wakiwa njiani. Alipogundua walitaka kuacha uskauti, akaumia sana moyoni. Wakabishana vikali na uhusiano wao unavunjika. Baadaye wawili hao wakafika katika mji wa pembeni. Walitarajia mitaa iwe na pirika, lakini kila kitu kilikuwa kimya kwa kutisha. Duka la bidhaa ndogo halikuwa na mtu kabisa na vioo vilivyovunjika vilitapakaa sakafuni. Wakagundua klabu ya kikubwa haikuwa na mlinzi, hivyo wakaamua kuingia kisiri. Kwa mshangao wao, humo pia hakukuwa na mtu. Wakiwa wamesimama pale wamechanganyikiwa, ghafla mwanamke akaonekana katikati ya jukwaa la kuchezea. Akacheza kwa ustadi mkubwa. Wavulana wakamtazama wakiwa wamevutiwa kabisa. Kisha akageuza kichwa chake na ikaonekana ni zombi na damu imejaa usoni mwake. Zombi mwingine akaruka ghafla kutoka mahali pasipojulikana. Wawili hao wakaingiwa na hofu na kukimbia kwa kasi. Ben akakimbilia chooni kujificha, lakini muda mfupi baadaye zombi akamfuata humo ndani. Akaanza kukagua vyumba vya choo kimoja baada ya kingine. Ben akashikilia pumzi yake akijaribu kutoa hata sauti moja, lakini bado akagunduliwa. Zombi akavunja mlango kwa nguvu. Wakati huo huo, Denise, mhudumu wa vinywaji, akamuokoa kwa bunduki. Akamvuta Ben nje na kuungana na Carter. Watatu hao walipotoka nje ya baa, wakakuta mitaa imejaa zombi kila mahali. Wakakimbilia kwenye gari, wakiwa tayari kuondoka kwa haraka iwezekanavyo. Lakini mara tu walipoanza kuondoka, ile tairi ya akiba waliobadilisha mchana ikatoka ghafla.
Wote watatu wakashuka haraka wakijaribu kuirudisha. Wakati huo huo, kundi la zombi likawafuata kwa kasi. Dennis akawalinda huku Ben na Carter wakihangaika na tairi. Hatimaye wakafanikiwa kuiweka kabla ya zombi kuwafikia. Lakini walipokaribia kuingia ndani ya gari, zombi wa ajabu kama buibui akakimbia kwa miguu minne kuelekea kwao kwa kasi ya ajabu. Bahati nzuri, wote watatu wakafanikiwa kuingia ndani ya gari na kuondoka kwa kasi. Wakaelekea moja kwa moja kwenye kituo cha polisi, wakitumaini kupata msaada. Lakini wakagundua kuwa polisi tayari wameondoka. Zombi wakawa karibu kabisa nyuma yao. Wakalazimika kuingia ndani ya kituo hicho. Wakatumia bango kufunga mlango kwa nguvu, wakizuia mashambulizi ya zombies kwa muda mfupi. Walipoingia ndani, wakakutana na askari aliyebadilika kuwa kiumbe cha kutisha. Ben akakimbilia kuchukua kifaa cha kuzima moto, huku Carter akichukua shoka la zima moto. Kwa ushirikiano mzuri, wakafanikiwa kumwangamiza zombi huyo, lakini zombi wa nje tayari walivunja mlango. Hawakuwa na budi ila kuendelea kukimbia, huku kundi hilo likiwafuatulia kwa karibu. Kwa hofu, watatu hao wakaingia ndani ya sela ya gereza. Kwa muda walikuwa salama, lakini sasa walinaswa kabisa. Kwa kuwa Rogers bado hakupatikana, Oggy akaelekea moja kwa moja nyumbani kwake, lakini ikaonekana Rogers hayupo. Ghafla, tumbo la Oggy likaanza kumsumbua, hivyo akaenda chooni kujisaidia. Bila kujua, zombi Rogers aliyegeuka zombi amesimama nyuma yake. Baada ya kumaliza, Oggy akaingia sebuleni na hatimaye akamuona Rogers aliyekuwa amepotea. Lakini kuna kitu kikaonekana si sawa kabisa kwake. Oggy alipojaribu kumsalimia, zombi Rogers akamrukia. Ikawa kama mchezo wa pata na panya hadi kwenye chumba cha chini. Mwishowe, Oggy akachukua dawa ya kuua wadudu na kuwasha moto akimchoma zombi Rogers. Kisha akamfunga kwenye kiti na hata akakumbuka kumrudishia wigi yake kabla ya kuondoka. Wakati huo huo, wale watatu waliokwama ndani ya sela walisikia muziki na zombies wakavutwa na sauti hiyo na kuondoka. Ikageuka kuwa ni Oggy aliyepiga muziki, lakini kwa bahati mbaya akawasha alamu ya gari na mara moja akavutia umakini wa zombies wote. Oggy akalazimika kukimbia rudi ndani ya kituo akiwaongoza zombi wote kurudi kwao tena. Mara hiyo, Dennis akaona funguo za sela ukutani. Wakachukua kondomu zote alizonazo Carter na kuzifunga kwenye mpini wa fagio. Baada ya kujaribu mara kadhaa, hatimaye wakafanikiwa kuinasa funguo, lakini Oggy alipowasili, juhudi zao zote zikaonekana kama bure. Kwa bahati nzuri, Oggy ni mtaalamu wa kufungua kufuli. Kwa kutumia kisu kidogo na mbinu za haraka, akafanikiwa kufungua mlango wa sela, lakini muda huo huo, zombi wakavunja na kuingia ndani. Kwa bahati, Ben akawa mwepesi wa kufikiri na akamuua zombi mmoja kwa fagio. Walipotoka haraka nje ya sela, kundi la zombi likafurika ndani ya chumba. Wakakimbia kupitia mlango wa nyuma na kufunga kwa nguvu geti la chuma, wakiwaacha zombi wakiwa wamenaswa ndani. Wakatembea kando ya barabara kuu hadi walipokutana na zombi mmoja peke yake. Oggy akajitokeza mbele akijaribu kumtisha aondoke. Mpango huo ukashindikana wazi wazi, lakini kila mtu akashangaa. Zombi huyo akaanza kuiga kila walichofanya. Ikawa hali ya kuchekesha sana. Ben na Carter wakaona fursa nzuri na wakaanza kuimba na kucheza ghafla. Kwa muda mfupi mambo yakawa tulivu ajabu, lakini walipoanza kufurahia, zombi akapigwa risasi kichwani kutokea mbali. Walipotazama nyuma, wakamuona Reeves, askari aliyejaa silaha nyito. Wote wakaingia kwenye gari lake. Kutoka kwa Reeves wakapata habari kamili kuhusu mlipuko wa zombi. Jeshi lilikuwa limeweka mji chini ya ulinzi mkali na liliendelea kuwaokoa manusura. Kisha Carter akakumbuka sherehe ya dada yake Kendall. Lazima kulikuwa na umati mkubwa huko, lakini Reeves hajawahi kusikia kuhusu sherehe yoyote. Wakihisi kuna kitu si sawa, wakakimbilia eneo la sherehe, lakini waliposhuka kwenye gari wakajikuta kwenye eneo la magari chakavu. Ikama wazi kuwa mpenzi wa Kendall waliwapa anwani ya uongo, hakuwahi kuwaalika kiukweli. Oggy bado alikuwa na hasira kwa kuachwa nyuma, hivyo akawachomekea maneno. Watatu hao wakaanza kubishana tena, lakini ghafla Dennis akaona alama ya kung'atwa kwenye mkono wa Reeves. Sekunde iliyofuata, Reeves akageuka kuwa zombi na kumrukia Dennis. Wavulana wakasikia vurugu na kukimbilia hapo. Dennis akiwa na hasira akatumia mlango wa gari kuponda kichwa cha zombi. Ghafla sauti ikasikika kupitia redio ya mkononi wa Reeves. Walidhani msaada umefika, lakini badala yake ni onyo. Jeshi lilikaribia kuushambulia mji mzima kwa mabomu. Jeshi likapuuza kabisa maombi ya Ben ya msaada. Ikaonekana sasa wako peke yao. Wakapaswa kufika kwenye ile sherehe na kumuokoa Kendall. Ghafla Carter akakumbuka shajara ya dada yake. Huandika kila kitu kidogo kuhusu maisha yake humo.
huenda anwani ya sherehe ipo ndani yake. Kundi likaanza safari mara moja. Wakawasili nyumbani kwa Carter, lakini hawajui kuwa kuna bibi mzee aliyekuwa zombi tayari waliwavizia. Wakiwa wanatafuka shajara, yule zombi akaingia kimya kimya ndani, na Ben ambaye yuko makini akasikia kelele. Augie na Carter wakashuka chini kuchunguza. Wakakuta mlango wa mbele uko wazi kabisa. Ghafla, zombi akaruka kutoka gizani na kumwangusha Carter. Augie akafanikiwa kumwokoa, lakini kelele hiyo ikavutia zombi wengine wengi zaidi. Wawili hao wakakimbilia ghorofa ya pili na kujifungia kwenye chumba, lakini mlango ambao haukuweza kuzuia kundi la zombi. Mlango ulipoanza kuvunjika, Ben akatazama nje kupitia dirishani. Akaona trampolini na akapanga kuitumia kuruka uzio. Carter akaruka kwanza na ikafanya kazi kamilifu. Dennis na Augie wakamfuata mara moja. Lakini zamu ya Ben ilipofika, akaiona shajara ikiwa sakafuni. Akakimbia kurudi kuichukua. Wakati huo huo, zombi wakavunja mlango. Sasa trampolini chini ikajaa zombi. Bahati nzuri, akashika mkanda wa zombi kwa wakati mwafaka. Wakati huo huo, Dennis akaruka uzio na kuwavuta zombi mbali. Ben akatumia nafasi hiyo kuruka chini na hatimaye akafanikiwa kuvuka ukuta salama. Wakapata gari karibu na kuondoka kwa kasi. Kama Carter alivyodhani, shajara ilikuwa na anwani ya sherehe. Kundi likagawanyika ili kufunika maeneo mengi zaidi. Dennis akaenda kutafuta msaada, huku wale wengine watatu wakikimbilia kwenye duka kubwa na kuchukua silaha walizopenda. Wakajiandaa kwenda kwenye sherehe na kumwokoa Kendall. Wakati huo huo, kwenye sherehe, watu wakafurahia sana bila kujua kwamba zombi tayari wako kwenye eneo la kuchezea. Mpenzi wa Kendall ndiye wa kwanza kushambuliwa. Kendall alipoona hivyo, akakimbia mara moja, lakini alipofungua mlango wa mbele, akaona kundi kubwa la zombi likiingia. Akageuka na kukimbia kuokoa maisha yake. Kundi hilo likafurika kwenye eneo la kuchezea na kuanza kuwashambulia watu waliokuwa wanashereheka. Kwa muda mfupi tu, sherehe yote ikageuka kuwa vurugu kamili. Kendall akajaribu kupanda kwenda ghorofa ya pili, lakini zombi wakamzuia njia. Wakati Kendall alipokata tamaa kabisa, ghafla zombi wakasitisha mashambulizi yao. Ikageuka kuwa wale wavulana watatu wa skauti wamewasili kwa wakati muafaka. Walitumia vifaa kutoka dukani kuboresha na kuimarisha silaha zao. Watatu hao wakaingia kwa ujasiri katikati ya umati. Baada ya mapambano makali, wakafanikiwa kuwaangamiza zombi wengi. Ben akafanikiwa kumtoa Kendall mahali salama. Wakapigana wakielekea kwenye mlango wa kutokea, wakiwalinda manusura wengine ili waweze kutoka kwanza. Baada ya kila mtu mwingine kuwa salama, Ben akafunga kwa nguvu milango mikuu na kuifunga kwa kamba nzito ili kuzuia zombi kuwafuata. Sasa hawakuwa na chaguo ila kupanda juu. Hatimaye wakaishia kwenye ukumbi wa mpira wa kikapu. Lakini jambo la kutisha ni kwamba hakuna njia nyingine ya kutoka. Wakiwa hawana pa kukimbilia, watatu hao wakatoa bomu, wakiwa tayari kuwaangamiza zombi pamoja. Wakikabiliana na kile walichodhani ni mwisho wao, hatimaye wakafunguka na kushiriki hisia zao za kweli. Augie akawasamehe wenzake kwa kila kitu. Lakini katika wakati muhimu, kiberiti kikagoma kuwaka. Ghafla, paneli ya mbao iliyo karibu ikasukumwa kufunguka. Ni Dennis akiwaita kutoka ndani ya bomba la taka. Hatimaye wakaokolewa. Ben na Carter wakaruka ndani ya bomba hilo moja kwa moja, lakini Augie akasisitiza kubaki nyuma kuwasha bomu. Sekunde za mwisho kabisa kabla zombi hawajaingia, akafanikiwa. Haraka akaingia kwenye bomba akiwafuata. Baada ya mlipuko mkubwa, kundi lote la zombi likaangamizwa. Kikosi cha uokoaji cha jeshi ambacho Dennis alikiita kikafika kwa wakati muafaka. Wote wakaongozwa hadi eneo salama. Mwishowe, wavulana wa skauti wakarudi kwenye kile kilicho muhimu zaidi. Urafiki wao ukaendelea kuishi baada ya usiku huo. Kwa msukumo wa Dennis, Ben hatimaye akapata ujasiri wa kuendelea mbele na Kendall na kumkiss. Pia, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupata video inayofuata na nyingine nyingi zaidi. Asante kwa kutazama na kwaheri.